Somo la 27 vipimo vya maabara. Protein kwenye mkojo ni nini? Protein kwenye mkojo ni nini? Mkojo wenye povu nyingi unaweza kuwa ni ishara ya kupotea kwa protein. Ikiwa unakojoa mkojo na mkojo huo unaona una povu nyingi sana, ni ishara ya protein inapungua mwilini mwako. Protein kwenye mkojo ni nini? Kwa kawaida protein nyingi hubaki kwenye damu. Figo zikiwa na shida, protein nyingi zinaanza kuvuja kwenye mkojo, zinaanza kutoka kwenye damu kupitia njia ya mkojo na kupotea. Inakuwaje protein zinatoka kwenye damu kupitia kwenye mkojo? Ni somo jingine la hapo baadaye. Hali hii ya upotevu wa protein unaitwa proteinuria. Utaweza kuona dalili gani kwamba protein yako inapotea kwenye damu? Dalili unaweza kuziona kwamba protein zinapungua. Dalili ya kwanza ni hiyo, kukojoa mkojo wenye povu nyingi. Dalili ya pili, kuvimba miguu. Dalili ya tatu, kuvimba uso. Hizi ndio dalili kubwa za utakazoziona kwa mgonjwa au kwa mtu ambaye protein yake inapungua. Na wakati mwingine huja bila kuonyesha dalili yoyote, lakini protein ikawa inapungua. Inasababishwa na nini protein kupungua mwilini? Sababu ya kwanza ni ugonjwa wa figo. Ugonjwa wa figo unapunguza protein mwilini. Lakini kisukari pia kinapunguza protein mwilini. Usisahau pressure pia inapunguza protein mwilini. Tulijifunza somo la mahusiano ya figo na pressure. Ukifuatilia hilo somo utagundua kwamba kuna uhusiano, na ndio maana mara nyingi huwa vinatajwa kwa pamoja. Lakini wakati mwingine kuna maambukizi ya figo. Kuna tofauti ya ugonjwa wa figo na maambukizi ya figo. Maambukizi ya figo ni aina zingine za magonjwa ambayo ziko kwenye figo, lakini kuna maalum ugonjwa wa figo. Kwa hiyo protein kwenye mkojo inaweza kuwa ni kama onyo tu, figo yako inaanza kupata matatizo. Ukiona dalili za namna hiyo au ukiona mambo ya namna hiyo, jihadhari sana. Mungu awabariki sana. Tuendelee na somo linalofuata hapo baadaye.